Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu, tumempokea baba askofu, lakini baba askofu tulipanga tutakapokupokea hapa Basi asanteni kunipokea, twendeni. Karibu sana baba, karibu sana. Amina, tumefurahi kuwaona. Tumekuja kumpokea. Amina mama, barikiwe. Amina, amina mchungaji. Marhaba basi. Asante sana. Haya, hapo wengine wanaona unanikosi na balaa. Na kingine huko mwingine hata mwanamke usaidia. Bwana akae nanyi. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu mwema mfalme, wewe utendaye mambo makubwa na ya ajabu katikati ya maisha yetu, tunakushukuru Mungu mwema kwamba hata sasa umetenda kwa ajili ya kumleta salama baba yetu askofu tangu aliposafiri yapata wiki 2 hivi akiwa huko. Umemtunza Bwana, umemlinda, umeendelea kumpa afya njema na kuwa pamoja naye katika mafunzo aliyokuwa nayo. Lakini kwa kibali chako Mungu umembeba tena na umemwezesha kufika hapa nchini Tanzania salama na kisha hapa Tabora salama. Mungu wetu mwema, tunakurudishia heshima na shukurani kwa matendo makubwa ambayo umeyatenda kwa ajili yake, lakini pia kwa ajili yetu umetutendea kumuongoza na kumfikisha salama baba yetu. Mungu wetu, tunaendelea kusihi uwepo wako na nguvu zako sasa ukaendelee kumlinda na kumtunza sasa baba mara atakapokwenda kupumzika, maana amekuwa na safari ndefu bila kupumzika. Tunamweka mikononi mwako na hata anapoanza na kuendelea na majukumu yake katika diocese yake, uendelee kuwa pamoja naye, mtie nguvu na kumpa afya njema. Jina lako Mungu wetu liinuliwe na kutukuzwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa chaplains wanakuwaga na kozi zao. Sisi Tanzania hatuna machaplain katika majeshi. Lakini tangu mwaka 2014 nimekuwa ni associate member wa fellowship ya majeshi duniani tangu 2014. Wale mnaokumbuka nilihudhuria kule South Africa, nilihudhuria nyingine kule Jinja Uganda, nyingine Kenya. Kwa hiyo nimekuwa sehemu ya military fellowships. Sasa walipofanya kozi hii wakanialika niende kwenye hiyo kozi. Kwa hiyo ilikuwa ni kozi na inafanyika kwenye kituo chao cha jeshi huko ndani kabisa mapolini huko. Kwa hiyo tulikuwa huko kwa muda wa wiki 2. Wiki moja tu ndio tulikuja tukamalizia katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Lakini ilikuwa nafasi nzuri ya kutembelea maeneo mbalimbali na kuona baadhi ya watu ambao tulikutana nao, na hasa wanajeshi wa staafu ambao hasa ndio wenye kozi hizo. Hapo wazee kabisa, na Major General mmoja ambaye ana miaka 98. Je, wenzetu wanaishi muda mrefu sana kuliko sisi. Wenzetu wanaishi muda mrefu kuliko sisi kwa sababu ya maisha yao, vyakula vyao. Je, tangu nitoka hapa sijala ugali. Ugali ni chakula kizuri, lakini kwa watu ambao wanafanya kazi. Kama ufanyi kazi usile ugali. Ugali unatengeneza sukari nyingi sana mwilini. Kwa hiyo muda wote kutumekaa kule tunakula mboga za majani mabichi, na kamkate kadogo namna hii. Sasa kushiba shauri yako. Kwa hiyo yalikuwa maisha magumu kidogo. Yale wanaitaka maisha fulasi. Lakini kwa ujumla nashukuru Mungu sikupata shida yoyote kabisa. Tumekwenda vizuri, tumerudi vizuri. Kuna mzungu mmoja aliwahi kututembelea hapa wakati fulani, sijui kama mnaweza mkamkumbuka. Na aliwahi kufanya semina kanisa kuu. Anaitwa Scott Taylor. Mfupi hivi. Scott Taylor alikuja mpaka kule nilipokuwa kaja kunisalimia. Kwa hiyo anatuma salamu nyingi sana na wakumbuka wengi wenu, anawasalimia sana. Mimi nafikiri ni hayo kwa ujumla. Lakini nashukuru kwamba mmenipokea vizuri.
wote mnaonyesha mna afya nzuri. Mna afya nzuri, maana nilimwona Mkuyu aliimba kwa sauti kubwa. Mtu ambaye hana afya nzuri hawezi kuimba vile. Nashukuru sana, na mwingine naye ananisemesha kule. Basi lakini nashukuru kwamba nimekuta mko salama kwa kweli. Hizi wiki ni nyingi, mimi nilichoka sana na niliwamisi sana. Ingawa inanipa nafasi pia ya kufikiria baada ya kustaafu cha kuwaje. Kwa sababu baada ya kustaafu gathering kama hii sio rahisi kuipata.